Hali gani mtazamaji na mfuatiliaji wa Come TV Tanzania, karibu Come TV Matukio. Jina langu ni Witilala. Israel imeanza tena kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia katika ukanda wa Gaza. Lakini pia rais wa Marekani Donald Trump anamshinikiza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusalimisha baadhi ya maeneo ya nchi yake kwa Urusi. Karibu mtazamaji. Israel imeanza tena kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia katika ukanda wa Gaza baada ya hapo awali kusitisha uingizwaji wa misaada hiyo kufuatia madai kwamba kulikuwa na mashambulizi ya kigaidi dhidi ya vikosi vyake. Maafisa wa Israel wamesema Israel imeamuru kuendelea kuingizwa kwa misaada hiyo ya kiutu katika ukanda wa Gaza kupitia vivuko vya Kerem Shalom na kupitia vivuko vingine vya ziada, lakini baada ya kufanyika kwa ukaguzi wa vikosi vya Israel na makubaliano ya kukubaliwa kuingia. Hata hivyo, tamko hilo halijaweka wazi idadi ya vivuko vilivyofunguliwa kwa ajili ya kupitisha misaada hiyo ya kibinadamu. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump anamshinikiza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusalimisha baadhi ya maeneo ya nchi yake kwa Urusi. Hayo yamejiri wakati wa mkutano uliokumbwa na mvutano na ambao uliuvunja moyo ujumbe wa Ukraine. Hayo pia ni kulingana na vyanzo vilivyofahamishwa kuhusu matokeo ya mkutano huo na kuongeza kuwa Zelensky hakubaliani na shinikizo hilo. Urusi ilinyakua baadhi ya maeneo ya Ukraine ikiwemo Luhansk na Donetsk, na Putin anataka Ukraine kusalimisha maeneo hayo. Donald Trump pia alikataa kuipa Ukraine makombora aina ya Tomahawk, akisema Marekani inayahitaji makombora hayo na asingependa nchi yake iwe hatarini kwa kupungukiwa zana hizo. Baada ya mkutano wake na Zelensky, Donald Trump alitoa wito wa usitishaji mapigano katika maeneo yanakoshuhudiwa vita kwa sasa kati ya Urusi na Ukraine. Mzozo wa Urusi na Ukraine ulianza Februari mwaka 2022 wakati Urusi ilipovamia Ukraine kijeshi. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanakutana siku ya Jumatatu kujadili mzozo wa Mashariki ya Kati na Ukraine. Na kwingineko pia, wanamgambo wa itikadi kali katika kanda ya Sahel barani Afrika wamezidisha maradufu mashambulizi yao katika miaka ya hivi karibuni. Kulingana na uchambuzi wa shirika la habari la AFP na pia data kutoka shirika la ACLED, hali hiyo imesababisha vifo vya watu 77,000. Mashirika hayo yameongeza kuwa makundi yenye mafungamano na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda yanafanya mashambulizi kote eneo hilo kuanzia Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria hadi mipaka ya Senegal. Hivi karibuni Umoja wa Mataifa ulikadiria kuwa mtandao wa Al-Qaeda pamoja na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS wana kati ya wanamgambo 7,000 na 9,000 katika kanda hiyo, huku kundi jingine kwa jina ISWAP likiwa na kati ya wanamgambo 8,000 na 12,000. Endelea kufuatilia Come TV Tanzania kwa update zaidi. Mimi ni Witilala wa Come TV Tanzania.